Leadership and maturity. Maturity, let me hear from great English people around. What is maturity? Yeah, just try. There is no wrong answer here. What is maturity? Yes, madam. Maturity ni kukomaa katika ile kazi unayofanya. Maturity ni kukomaa katika hiyo kazi unayoifanya. Wow, can you clap for that wonderful answer? Kuna mwingine, kuna nyingine ya kuongezea? Bado unajua ukikaa hapa, naenda tunakuuliza. Nilikuwa nasema kukaa hapa shule. Na sikuwa naweza mathematics. Sasa kazi yangu ilikuwa mwalimu akiandika X, ninaisema. So mwalimu used to know this man. Anajua sana. Kiereri. So siku moja akaamua akaandika X, akaendelea kisha akaniambia so come and finish this sentence. Nikakaa hapo hivi. Okay, who has another answer? What is maturity? Maturity ni nini? Leta tu yoyote inapita kwa kichwa chako. Yes. Maturity is the maximum attainment of the process of growth. Wow. You umeangalia kwa Google. That is deep. Can we celebrate the Lord for that answer? Wow. I will put it in a very simple way. Maturity is when you, as a person, achieve natural growth and development. So, let's now go quickly. When I talk about maturity today, I want you to understand something. A mature person is a person who knows that life becomes what you want it to become. Let me give a very simple example. Kwa kijiji fulani kulikuwa na mzee. Na huyu mzee alikuwa na hekima sana. Na hekima yake ilifanya anajibu kila mtu swali yake. Na vijana wa hiyo kijiji wakapatana ya kwamba leo tutaaibisha huyu mzee ili kwamba ajue ya kwamba hajui kila kitu. Hello? Yes. Kwa hivyo wakaenda wakaita mzee. Wakamwambia tuko na swali ya kukuuliza baba. Tumeambiwa kwamba wewe kwa hiki kijiji huo unajibu kila kitu. Vijana walikuwa wamekuja pamoja wakaambiana, hii ni butterfly. Tunajua butterfly? Wakaiweka kwa mkono hivi. Wakasema, mzee, tutamuuliza swali. Hii butterfly iko hai ama imekufa? Mzee akisema iko hai, tutaifinya ife alafu tumuonyeshe. Tumwambie umeshindwa. Na akisema imekufa, tutafungua mkono, tunaachilia, alafu tumwambie Wakaleta mzee akasimama mbele yao, alafu wakamuuliza, mzee, huyu butterfly yuko hai ama amekufa? Mzee akanyamaza kwa dakika kama 2 ama 3. Alafu akawajibu, akawaambia, huyu butterfly ikiwa amekufa ama yuko hai, huyo mwenye anamshika ndiye anajua. A leader is expected to be a mature person. A leader must understand that the status of what you are leading, either alive or dead, will be determined by you. Kama kenye unashika kiko hai ama kimekufa, the state of it will be determined by you.
Usitake sisi ndio tukuje kukuambia ya kwamba tunaona mahali huko ni kama kenye unashika wewe mwenyewe uanze kujua ya kwamba kimekufa, ili kwamba nitakapokuja kukuchange usiniblame. Kwa sababu one great quality of those who are spearheading, they always feel the burden from behind and they turn and they repair. Sasa kurepair inaweza kuwa kukutoa kwenye ulikuwa, tukupatie neema ya Mungu kuandaa vizuri. Sasa wewe uanze kujiuliza mahali huko kumekufa ama kunaishi kabla hatuja kuambia. Kama unanisikia sema nasikia. Sasa these great leaders must understand that maturity is not matter of age and experience, but it's a matter of wisdom. We don't mature when we reach at a certain age. We mature when we understand some few principles of wisdom. And whenever I talk of wisdom, I told you there are categories of wisdom. But two major wisdom. Number one is the earthly wisdom that is called Sophia. Somebody say Sophia. Sophia wisdom. Sophia is a Hebrew word. Sophia wisdom is a wisdom that comes as a result of experience and knowledge. Hello? But there is another kind of wisdom that in Hebrew we call epignosis. Epignosis wisdom does not come as a result of studies and experience, but it comes as a gift from God. So a leader, besides Sophia, you need epignosis. If you hear me, say I hear. That's why the book of James says, those who lack wisdom, let them do what? Ask. So, ukosaji wa hekima sio ndio shida, lakini kushindwa kuomba Mungu hekima ndio shida. Ndio kwa maana Mungu anaangalia mtu anaitwa Sulemani, anamuuliza omba utakalo nitakupa. Sulemani anamwambia Bwana, ninaomba unipe hekima ya kujua kufanya nini? Kuingia na kutoka. Sasa shida ya wengi tunajuaga kuingia lakini kutoka. Many of us we know how to start living, but to finish where we were living is the major problem. Listen, one thing that will tell people that you are mature is when you can separate with somebody without conflict. The ability to come out of something without killing that thing means maturity. Viongozi wengi kuingia ni rahisi. Wewe kumuingiza kwa kitu unafanya ni rahisi. Akitoka na hiyo kitu inakufa. Na asipoyua hata kifika nje anaisukumia mawe. Hivi haraka. Angalia jirani kumwambia huyo sio wewe. Lakini kumbuka hiki mtoto wa Mungu, chochote upandacho ndicho utavuna. Wewe huwa tu kila kitu unataka kuona. Lakini hakuna chochote kitakachoenda bila malipo. Wakati unapoondoka na tumekusingizia mauaji, hiyo ni kitu kingine. Lakini wakati unapoondoka na unajua your intention was to kill it, no, you will pay it. Hello? Yes. Wanataka kunitoa kwa nani? Kwa hii kikundi. Nitahakikisha kabla sijatoka imekufa, wataanza yao upya. Tutaanza yetu upya, lakini hiyo kifo ndio tutuachia, tutakusaidia nayo ahead. Mtakutana mbele huko.
Kama unanisikia sema nasikia. Nasikia. The fact that mahali umekimbia kumenawiri na kumekukubali haijamaanisha umefanikiwa. Unaweza toka hapa, unajua kuna shida kingine, kaupako kakiamka ndani ya mtu, anafikiria upako ni uchungaji. Kuna tofauti ya kuhubiri na kuwa mchungaji. Sasa unaweza kuwa mhubiri mzuri na wewe si mchungaji. Utulie kanisani wakuchunge, wako unakupatia madhabahu na ubiri. Ukijaribu kujifanya mchungaji na wewe ni mhubiri, ngojee sasa wakuletee kitu yenye sio ya pulpit. Ndio utajua vile mtu anakosa cha kusema. Hello? Yes. Watu wengi wanasema, Daudi akaacha Solomono bila kumwandaa. Nini? Ndio kwa maana Solomono akaanza kufanya vituko. Daudi alijua kitu moja. Mimi kazi yangu Mungu aliniumbia ilikuwa kupigana. Sasa nitapigana vita mpaka nimalize. Solomono atapanga naye maisha yake because he was born original. He was not born to be David. He was born to be Solomon, but he will never fight. What a leader does ni kwamba a leader anahakikisha kwa laini yake amepatia kila kitu sawa. Na wewe laini yako ishikie hapo iendelee. Amen. Sio nifike nianze kuuliza na vitabu vilienda wapi? Alichoma. Na sijui hii ilienda wapi? Seriously? Na Mungu anakuangalia anakuambia na wewe unataka kesho uongoze. Nimewaambia kama huwezi kuongozwa, hutawahi kuongoza. Nilikuwa nanyangua vyombo kanisani. Nyangua vyombo. Mshukuru Mungu, aka kaspika kila mtu anaweza kanyangua. Kuna zile tutaweka huko juu. Amen. Na utake usitake utanyangua. Ndio utajua ya kwamba huduma inahitaji nguvu za mwili. Nilikuwa nanyangua vyombo mpaka watu wananiangalia wananiambia. Siku moja Pastor Tumaini alikuja akaniambia mali nilikuwa na huduma, akaniambia, Pastor Jackson, kama kuna kitu na kwa mchiliaga nani? Ni roho ya uvumilivu. Nikamwambia nikawa tunaleta mjinga lakini hawataki kuniambia. Akaniambia una uvumilivu sana. Gani? Kamafuta kaupako lakini akajulikani. Nikamwambia hakuna shida rafiki yangu. Kama kutaka kujulisha upako ambao muda haijafika. Hello? Yes. Narudia kukuambia. Wakati nilikuwa nanyangua hizo vyombo sikujua nimemaanisha nini. Kwa kanisa yetu kuna hizo speaker hizo kubwa hivi. Vijana wao wanapigania kuzinyangua wakati nilikuwa sijajengea vyuma kuzinyangua kupeleka pastor. Na kila wakati nilikuwa like Mungu, mbona I'm feeling like guilty. Kwa nini hao vijana wananyangua hivi? And God told me they are paying what you used to do. You served, you are supposed to be served. Amen. From that day I relaxed. Hata nilikuwa na wewe kuongeza ingine tu. Na unaona wanabeba na furaha, wanafikisha huko. Kisha unasikia, dad, tuchekiane. Na tutachekiana kesho mtu wangu. Hello? Yes. Why? Because I served. I am supposed to be served. Amen. Usiwahi tarajia watu wa kuheshimu kama wewe wakati ulihitajika kuheshimu au kuheshimu. Amina. Kwa sababu kuna vitu viwili hutawahi itisha kwa maisha yako. Kitu ya kwanza hutawahi kuitisha kama kiongozi ni kupendwa. Sasa nataka munipende. Mimi ndiye Pastor Action kutoka Nairobi. Nataka munipende jamani. No one will ever love you because you are telling them to love you. You love those who are ahead of you.
Those who are coming after you will love you. Amen. Kitu ya pili inaitwa heshima. Heshima jamani. Mimi ni overseer. I am an overseer of BMI. Respect me. Wewe na overseer wako hatutakuheshimu. It is until you respect others that the time respect reflects in you and people respect you. Yes. Acha kutafuta shetani kila mahali. Shetani ameingia, nimeona shetani amesimama katika huduma yangu. Hakuna shetani. Kwanza nikuibie siri. Shetani hakwagi omnipotent, hakwagi omnipresent, hakwagi omniscient. Shetani anakuwa kuzimu. Unamuonaga kila mahali. Katika hii mambo nimeona shetani. Shetani hayuko. Umeona ujinga wako. So how do you know a great leader who has matured? Because the Bible says in the book of 1 Corinthians 13, are we together? The Bible speaks about love going down. Then when you come to 11 there, the Bible says, when I was a child, I thought as a child, I spoke as a child, and I behaved as a child. But when I matured, I changed my childish behavior. That word change is one asset in leadership. Many leaders are not ready to change. My friend, we cannot keep on doing things the way you have been doing them. Because as long as we do things the way we always do them, we will always get the result we always get. Tukiwa tunafanya vitu vile tuwa tunavifanya kila wakati, tutapata matokeo yale yale ambayo huwa tunapata kila wakati. Na zaidi watu ambao wanataka mambo yafanyike hivyo hivyo. Number one, ni watu ambao hawana creativity. Hawana innovation. Number two, ni watu wa mdomo. Wewe unatoa mtu wa mdomo. Omba Mungu akupatie kiongozi ambaye nywele zake ni grey, sio ndevu zake. Unajua ukiona ndevu zinakuwa grey mbele ya nywele, ujue huyu mdomo ndiye anafanya kazi kushinda akili. Para, lakini matokeo madogo. Unajiuliza, hii mdomo yote, hii ndio kazi jamani. Tuna shida. So we must embrace change and agree to change. Niliwaambia hakuna shida kama Mungu akutoe kwa village uko remote place, akulete town, alafu na wewe uchukue hiyo village uilete town. Jamani, tumesoma, tumeelewa mambo. Usifikirie utakuja kila siku natuambia asema Bwana. Kuna vitu asema Bwana tunafaa kujaribu hapa. Tuangalie, are they logical? Yes. Hello? Yes. Unakuta kiongozi wa praise and worship. Can I talk to praise and worship leader here? Yes. If they are there. Unakuta kila siku anatuimbiaga nyimbo za crusade. Eti praise and worship. Umwambie Farao. Sasa mimi sio ni Farao. Nitamwambilia wapi? Umwambie Farao kila siku namuona wapi? It is called praise and worship. Yes. Which means we are giving him. Sasa ninaambia Mungu ambie Farao nini? Nilipookoka Mungu aliniona. Yes. Huyo Farao hakukua. Tena kila siku naambia Mungu umwambie Farao. Sasa Mungu, hata Mungu anashangaa.
When you take us into praise, understand as a leader, must rebuke your people, reminding them we are praising. Hallelujah. Unaona Asha anakuja anavaa nguo iko hivi. Na anasimama hapo kwa mlango na anataka Mungu Baba, mchungaji usiku mzima ameomba, Mungu tuletee watu ambao watakuja kusikiza injili. Kumbe na hiyo nguo ya Asha anakuwa anawaambia mrudi nyumbani. Jamani Asha unasimama mbele ya watu na kabijijika unakabijijika watu kwa kina tu hapo. Sasa watu wanajiuliza guy, if these are the people we are seeing. You know, one man came to an American preacher who was going to preach somewhere, and on his way he decided to check a letter from a post bank. Drop a letter at a certain post bank. So akauliza kijana mwingine, nionyeshe post bank haramu. Huyo kijana kumwambia mzee, utapika kona hapa tu. Post bank iko hapa nyuma yako. Akamwambia, oh, thank you so much. By the way, young man, I am going to preach downtown. Can you join me? I am going to show people the way to heaven. Akamwambia mzee, kama hujui post bank. Kama hujui mahali post bank iko, utanionyesha hivi gani wewe? Anyway. So please, head usher, there are some departments in ministries which are very visible. Visible. Nikiketia vumbi hapa, mimi kierere yangu sitanyamaza. Nitasema hii ni tabia gani? Mnataka mchungaji hata kuandaa injili akuja kuongoza viti? Hello. Na kwa wale uangalie mahubiri yangu YouTube. Na kwa niko na hubiri nina pause. Naangalia watu wa sound, nawaambia ujinga mtaacha ama I will fire you. Do you think you only fire people when you work on payroll? No. The God who hired them is expecting a spirit of excellence. God is expecting excellence in every area. So when we rebuke you, we don't hate you. We were rebuked until we became who we are. Did you hear me say hallelujah? Hallelujah. So please, ukisimama hapo kama Asha, uwezi kuja hapo siku yenye unajua wamekugombanisha nyumbani. Ambia tu kiongozi unitoe kwa mlango nikae katikati ya unitatusi watu hapo. Mimi nilienda mahali. Hiyo kanisa sitaki kuisema jina. Asha mwingine anakuja hapo sasa na shida. Anavaa t-shirt. Nisikia mtu anaambia. Come. Nikasema, kai. Koromu nikasema, haya mambo basi. Lakini ndani yangu nikasema, okay, acha nione akose. Hivi ndio pia watu walikuwa wanafanya kwangu. So Mungu anataka kunifunza. Come. Nataka kukana. Karaka. Na kitu nisikia songa. Injili itaanza, umesikia, umeboeka. Sio kwa sababu Roho Mtakatifu hayuko kanisani. Lakini Asha amefukuza wako. Amehakikisha huyo Roho Mtakatifu wako wewe hatembei. Somebody say excellence. Excellence. From the entrance of a church, somebody must smell God. Amen. Somebody must know God is here. Amen. When you enter at the gate, those people who are welcoming you must welcome you with a smile that says, God is here. Remember, people we are serving are full of challenges. Na hawa watu tunaowaongoza wanatupea only few hours in a week. So we must set standards that will cost them, even if they go for other hours outside there, they miss to come back.
Amen. If you are a leader, say amen. Amen. Unapompea mkono hapo kwa mlango anasikia anafurahi. Unapomhando kwa kama ni protocol wakati wa ibada imeisha, wanasikia wanafarijika. Na baada ya hiyo kuna chain of follow up ya maneno mazuri. Biblia inasema kitabu cha Ezekieli eti wale mlioweka kwa milango ndio wanawafukuza watu. How come mimi mgeni nimeingia siku ya leo tu? The fact that nilisahau kuvaa ring umeanza kunikatika. Roho gani wewe unataka kuonyesha mtu mwingine kanisani? Mpaka tu ningoje siku nitakuja. Najua watu wanaanza kuhepa kanisa. Mchungaji anajiuliza, injili ina nguvu, Roho Mtakatifu anatembea, watu hawaongezeki. Kumbe viongozi wanawaongoza vibaya. Kama wewe ni kiongozi sema nasikia. Nasikia. Kwa hivyo viongozi wanafaa kukomaa. Hello? Yes. Kuna vitu vidogo hufukuza watu. Sio mambo na kiroho tu. Hello? Yes. Napoamuka na kuja hapa ninakuongelesha mpaka nikiongea unashinda kama nitageuzia uso wapi. Kwa sababu ananirushia mate, ananitolea hewa nyingine na kali kama mbuvu. Bwana Yesu watu. Nashinda kama ametiwa watu Yesu sasa. Paka kuna mtu aliambiwa Bwana Yesu asifiwe akasema hajafiwa. Excellency is one of the components of a leader. Leaders must operate with the spirit of excellence. Because the standard they are setting are the standards that everybody will follow. If you hear me say, I hear. I hear. Mwito haijamaanisha tusitake kujifunza mengine. Somebody told me, Axon, unless you become a reader, you will never be a leader. Hello? Yes. Nikiuliza hapa, nani amefanyikiwa mwezi huu kujiongezea tu ujuzi kidogo kwa kusoma kitabu ingine yoyote hiyo ambayo inaweza kumsaidia kwa kuelimika kwa mambo ya kimungu? Bishop, pastor, tusiseme uongo mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo imetosha, tumeona, si ndio? Lakini tukiuliza nani amewatch, tukiuliza hapa radio station ya leader ni gani? Mungu akusaidie. Unasikia wengine wanakanya mira, lakini unasikia mimi napendaga hiyo ya huko Nairobi, hiyo Geto Radio. Sasa na unataka uongoze watu ama classic, nataka kusikiza Maina Kingangi. Excellency comes as a result of what you hear, you see, and you believe. Hello? Yes. Utake usitake, watu wanapokuangalia hivi kuna kitu wanaonaga. Wasipoona Mungu wataona kitu kingine. It's okay. Bwana asifiwe. Amen. Nini unataka watu waone? Do you know, let me tell you something, people of God. Unasikia watu wanakuambia, oh, Mungu huona mioyo. Mungu huona nini? Tuache kudanganyana. Hata nje Mungu huona. Wewe kuja unatuvalia dadangu kanguo kanakane kama material iliisha. Na unaenda simama mbele ya watu. Mungu huona? Sawa, Mungu aliona moyo. Mimi naona uto tu miguu.
Na unataka huyo dada ambaye amepotea huko nje aseme nimekuja kutafuta utofauti kanisani, akiingia na shindwa. Na hii ndio tofauti gani? Kwa sababu viongozi walikataa kubadilika. Na wakikurebuke unasema wamekufukuza. Now let me talk to you who are here as great leader. I will tell you the truth. Another category that proves maturity of a leader is when a leader is able to keep a long-term commitment. When a leader has an ability to keep a long-term commitment, then understand that leader has matured. If you hear me say, I hear. I hear. Keep long-term commitment. One key signal of maturity is the ability to delay gratification. Great leaders know how to hang in there even if they don't feel like it. They know how to hang in whatever they're doing, even if they are not feeling like they have to. Which means we don't keep moving because things are okay. Do you know why we are having a big rate of divorces in our country? It's because we have failed to keep long-term commitment. We thought things will flow as rivers. And when we came to realize there was ahead, we started giving up. But the question is very simple. Can we trust you that 20 years to come, you will be around us? Hello? Yes. The day I went to my father and I said, Dad, I came to show you my fiancée. I thought my dad will ask me, where is she from? Do you know about her family? Do you know about her people? Tell me about her background. My dad never asked me all those questions. He was very wise. He only asked me one question. Ask me, will you show me this girl after 20 years? I said, why? He said, why is not an answer? Why is another question? I said, yes. Then he looked at me and said, don't fool yourself by bringing me tomorrow someone else. Nikanyoosha mapenzi. Nikahakikisha yananyooka. Kwa sababu kitu moja tu inaenda kwa kichwa yangu. Kesho akiona imekuwa cheusi na jana ilikuwa cheupe, ataniona hiyo neno aliniambia naanza kwa don't fool yourself. Nikashikana na hiyo cheupe. Siku ya harusi akaniambia, I think you will be able to keep your word. I confirm you are mature. Can we trust you that what God has given you to do today, the commitment you have taken, after a period of time you can still be doing it? Let me say this, and let me say it clear. God will never graduate you to another level unless you have achieved the level where you are. Amen. Yes. Mungu sio baba wa kusema, nimeona umekaa sana primary. Kwa huruma kuja university. Wewe na uzee wako utakaa primary na utakufia
Kwani walikwambia kila kanisa ndio imekuwa mega? Kuna zile zilianzaka pamoja na hii na bado ziko hivyo hivyo. Kwa sababu Mungu huwa hagraduate watu unless wameachieve. So wewe uko naruka ngazi. Tumekufungulia tu kanisa juzi. Huko mtaani kwa tushaambia watu, you know, I am a bishop. I'm a bishop. You are not a bishop. You are a pastor. Tumekuweka pastor mahali. Ama ni aje? Au unataka danganya watu wa department yako, you know, in this department the Bible calls leaders bishops. Tutakupa na vyeo. Vyeo vitatumaliza jamani. Please, we will call you Pope. But God will never graduate you until you achieve. Tu unakutana mtu kunawaambia my ministry is called international. Alafu ukisikiza hiyo international, akikupeleka sasa kwa international, unashindwa hii hata sio loko. Look at our neighbor. Don't be a village champion. Don't be a village champion. Unajua mimi ni maajabu sana. Nimehubiri dunia hii sana. Wapi umehubiri? Nimehubiri ma campuses. Wewe unasema umehubiri ma campuses, kuna watu wamehubiri nchi zote za dunia. For 10 years I served under a great man. That great man had an ability to visit 122 countries in the world. Not just passing, but working, preaching. Has preached in 122 countries. And I was privileged to serve under that person for 10 years. I never used to say where I have preached. Nimehubiri, unajua wakati hapo nilikuwa nikihubiri hapo Uganda, anashangaa anajiuliza kai. Nasema Uganda. Unajua unafikiria hata wewe ni kibabe mpaka ukutane vibabe vingine. Siku moja tunaongea na dad. Kwa gari tu ninajichota tu, unajua ukiwa na watu wa hekima unajinyamazisha hata kama unasikia kitu kanauma kwa mdomo. Unakikanyagia tu. Na kameza tu. Nisikaseme kumbe ni upuuzi. Unajua mdomo yako itakuja kufanya useme yenye unasema neno kumbe haikwaje hivyo. Mimi nimeshaona nakaa kwa congregation, mtu anapeana ushuhuda ni yangu lakini anajifanyia ni yake. Baada ya ibada nikoja namwambia sasa the real man mwenye anifanyanga hiyo ni mimi. Usiwahi sema tena uongo kwa madhabahu. Mungu akubariki. Unajua unajifanya mahali pengine nyamaza. Biblia inasema mjinga akinyamaza anaonekana mwenye hekima, hata aongee. Sasa mahali mengine nyamaza. So tukiwa na dadi tu tunachapa story. By the way, let me be frank, I've never been to America. Every preacher of America kama hatujakutana naye nchi nyingine, maana yake namuonaga kwa TV ama kwa internet. Na tukawa tunaongea na nyamaza tu. You know, now I'm the visitor. And the visitors are my esteem. And then I mentioned the name of a preacher. And I said, that preacher really blesses me. That said, yeah, he's a great man. And he was for sure a great man. I remember the last time when he held my hand. I said, guy. I said, guy. He held your hand. Guy. Nikageuka pole pole tu. Nikaleta kastori kingine kisha hold hand yake. Hold hand yake nikasema even me. Yes. Now hold your hand. Yes. Hello. Yes. Greatness
is until you meet with other great people and you realize that you are not great. There are people who are great. Hello? Yes. When Dad comes to Nairobi, I'm talking to somebody here, I believe. Yes. Are you hearing me? Yes. Is God changing somebody today? Yes. When Daddy comes to Nairobi, he always comes with a maroon car. So when I go to say hi to him, I go with my Prado. And I come out, I say that, hi. And in my mind, I say, okay, this is Prado. If I bring my Prado around, then they park it somewhere there. That the day you'll know that Prado can be a mkokoteni somewhere. But huko mimi ndiye kusema. Si kuja isimame hapa. Nitaanza kujifanya Mungu anajua yote. Please, if you think you know, wait until you meet with people who know. Usipate 100,000 uanze ringa ufikirie umetajirika. Kuna watu walikuzaga millions na bado wako kimya, wanatulia. Uongozi ni kutulia. Amina. Ujuzi wako ni wa maana tu wakati ujuzi wako unaweza kuwa usaidizi kwa ujuzi wa watu wengine. If you hear me say amen. Amen. Mature people keep long-term commitment. Mature people are unshaken by flatteries or criticism. Mature leaders are unshaken. A mature person is a person who is unshaken by criticism or flatteries. Listen and listen clearly. Anybody mwenye akisifiwa huwa anapoteza mwelekeo, hajakomaa kuwa kiongozi. By the way, my sister today, that present worship blessed me. Hi! Really? Nikasikia mwingine ananiambia, yeah, it's my weakness. It's your weakness to bless me. What you forget, that when somebody tells you that present worship blessed me, that person has tasted you. Because present worship can never bless a person. We don't offer it to a human being. We offer it to God. When it blesses someone, it becomes entertainment. Where were you being blessed when we were praising? You and I must be praising. Not one being blessed when I'm praising. We offer. Unasikia mtu anamwambia service ya leo ilipo. Service ya leo ilipo, kwani ni watu tulikuwa tunaipea? Mungu mwenye tulikuwa tunapea service hajaboeka. Wewe umeboekea wapi? Eti sijabarikiwa na service ya leo. Kwani tulikuwa tunaiomba kwako? Acha Mungu mwenye service a complain. Ni yetu tulikuwa tunaoffer service kwako. If you hear me say here. Yeah. So, please, when you start preaching, please, and hear me clear. When you start preaching, remember this. There has never been a new gospel. Because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. The fact that you listened to a preacher and you got an idea, and you came and you released it as a revelation, it is not a revelation. It's an information you are giving us. Because even yourself, you informed yourself somewhere. If it was a revelation, it's from Holy Spirit. You open the Bible, He gives you a revelation. If it is an information, inform us. But to siringi. And the problem is, when they tell you
You are doing very well. Ha! Can you repeat that again? And before you repeat it, can you call them to hear? But when they tell you, the work you are doing is appearing shallow, can you raise the standard? Ah! I knew you don't love me. You hate me. Haters! Pastor told us that we will always face haters. They are not haters. They are helping you to grow. Amen. When somebody tells you the truth, they criticize you. Listen their criticism. My friend Solomon anazoea kusema kila wakati, nabii, watu wakituteta, tusikimbie kusema oh Mungu atatutetea. Angalia mateto yao. Ikiwa ni ukweli, badilika. Oh, Mungu atanitetea. Mungu hatakutetea. Atakutetea na wanasema ukweli. Wamekosea tu mali moja, wamekuweka hadharani, lakini maneno wanaongea ni ya ukweli. Mungu atanitetea. No, kama uko na sauti mbaya kwa praise and worship, toka wende ujoin intercession. Huko wasikizaji sauti. Unaona mtu anakuja anasema mbele yenu anawaambia nitawaimbia lakini msisikize sauti, msikize maneno. Usituimbie, tusemee. Kama utatuimbia tutasikiza sauti. Kama utasoma tutasikiza maneno. Kama ni wimbo ni sharti sauti sikike. Kama uko kwa praise and worship na sauti yako inakaa kongoro hivi, uko kwa maombi hawatakuwa wanasikiza. Bwana Yesu nakuomba na kuachilia na kishusha. Hakuna mtu anahangaika. Lakini usikuje huko Siriana Chosia. Hakuna hata machozi tunasikiza. Siri ya sauti yako mbaya. Na unataka tusikize tusikwambie. Unasikia mtu wanapiga keyboard. Wakipiga keyboard anaenda kwa sauti kingine kanaenda mbwesho. Huku hivi unakakutana kako kanaenda huko sehemu sijui za wapi huko na keyboard nayo inaenda hivi. Kisha mnataka Roho Mtakatifu ashuke. Ashuke wapi? Hakuna. Biblia inasema katika siku ya Pentekoste waliongea watu 120 lugha tofauti, lakini watu walisikia kila mtu lugha yake. Maana yake hakukuwa disorder, palikuwa na order in speaking. They were speaking different languages, but everyone could listen. Holy Spirit ni wa order. Nasema ni wa order. Usituletee kitu yoyote ambayo inatuconfuse. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakati kuna kitu ambayo imekukwara moyo, kumbuka kila wakati ya kwamba baba yako anaweza kukusaidia. Kuja umwambie baba, wamenikasirisha. Baba yako anakusaidia, moyo unapona, mnaendelea. Lakini kuweka kwa moyo, oh, nikiwafanyia wema hawaone. Nikifanya mabaya wanaona. Unafanyia nani? Somebody say I hear. So mature people can never be shaken by criticism. Wakikwambia unavaa vibaya, manake wamekusaidia. Wewe ndio uanze kuvaa vizuri. Hello? Yes. Wakikwambia umefanya vizuri, hawajakwambia uringe. Wamekwambia umefanya vizuri ili kwamba ushikilie vizuri ile ambayo unafanya. Wengine wakiwaambia wamefanya vizuri wanaharibu. Manake hawajakomaa kwa viongozi. Pastor Ackson umehubiri mpaka nikasikia Mungu mzima. Hawa kesho nitawaonyesha. Nitatafuta maufunuo za uongo ili
kwamba kama walisikia Mungu mzima, watamsikia mara mbili. Ndio tahubiri Roho Mtakatifu alipotea. Kwa sababu watu wanapokuambia umefanya vizuri, hawajakuambia ili kwamba uchukue sifa. Wamekuambia ili kwamba ushukuru Mungu aliyekufanyisha vizuri. Ukianza kuchukua sifa za watu, hiyo sifa ya watu itakumaliza. Wale waliosema Hosana, Hosana, ni wale walisema asulubiwe, asulubiwe. Sasa kama ni sifa unatafuta, itakuwa. Niliwaambia hapa mosquito mmoja mdogo akaamuka siku moja for the first time akatembea nje. Akirudi nyumbani akaambia mamake, "Mama wewe mbaya." Mamake akamuuliza, "Nimefanya nini?" Akamwambia, "Kumbe ndio kama maana unaona nificha hapa. Huko malikote nimepita, watu wamenishangilia." Hey! Mamake akamwambia, "Mtoto wangu, hawakuwa wanakushangilia. Walikuwa wanakuua. Umepona kifo. Hayo makofi yalikuwa ya kukufinya pamoja." Na wewe unatutesa. Unatutesa. Oh, mchungaji hataki nisifiwe. Mchungaji hataki watu wanipee sifa. Wakupee sifa? Sifa gani? Mungu akusaidie. Nasema Mungu akusaidie. Quickly. A mature leader possesses a spirit of humility. A mature leader possesses a spirit of humility. Anabeba moyo wa kujishusha. Humility parallels maturity. Humility isn't thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Humility sio kujizarau ama kujifikiria madogo, lakini kufikiria kwa uchache kujihusu. Sio kila wakati I, me, myself. Hey! Jamani, hata wengine wako. Jishushe. Kwa mpole. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu tu hapa. Tukimpea department fulani tu tumwambie kutoka leo unaisimamia. Atatukata vipi? Unajua kwa nini Mungu hajapatia wengine magari? Kwa sababu kama unataka kutugonga na wheelbarrow, ukipata gari utatufanya aje wewe? Tell your neighbor, be humble. What is a sign of humility? Sometimes you may be having a better idea than your leader. But if you expose it in front of everybody so that you may humiliate your leader, then you are not humble. Unajua wazee hawafikirii zaidi. They have to understand. They have to give us, we are sharp. Very sharp to death. Hello? Yes. If you hear me, say I hear. I hear. Mature people aren't consumed with drawing attention to themselves.
And they accept the fact that they don't know everything. Amen. Quickly. Great and mature leaders' decisions are based on character, not on feelings. Great and mature leaders' decisions are based on character and not on feelings. Nimeamuka leo. Just imagine. Si mimi mhubiri kesho? Is that true? Yes. Am I the one preaching here tomorrow? Yes. Niamuke kesho. Dada atume driver. Akifika kwa hoteli nifungue mlango niambie, I feel like I don't want to leave this room today. Sidhani hata Daniel atapigia mzee ama atajiuliza kai. Nitaanza aje kuambia mzee yenye mhubiri amesema. Alafu mzee akiambiwa mzee aseme hata nipigie. Son, what's wrong? I'm feeling I want to relax, I want to one. It is true, that's what I'm feeling. But my character is a preacher character. So my feelings does not control my character. I have to do what I'm supposed to do first, then please my feelings later. That's what we call mature leadership. Maturity in leadership is when your character is controlling your feelings. You may not like what I am doing, but if you are mentoring me, you will follow what you are doing. Mimi nimeacha kazi kwa sababu aliniteta. Hey! By the way, can I tell you something, people of God? Yes. God does not take excuse as a reason for somebody's backsliding. Oh, I am backsliding because somebody aniniangusha. Hakuna siku Mungu atawahi chukua excuse. The great man in the Bible mwenye alikuwa anatoa excuses. Hello. Alikuwa anaitwa Saul. Saul, kwa nini umetoa sadaka? Niliona umechelewa. Nikaamua kutoa. It is a valid answer, but it is not giving you credit. Daudi naye siku moja akatoa sadaka. Nabii akaja akamuuliza Nathani, kwa nini umetoa sadaka? Akamwambia, mwambie Mungu wako anisamehe. So the difference is not the mistake, but the approach toward the mistake. Saulo anatoa excuse, Daudi anakuwa remorse. If you want to be after God's own heart, then let your character be character. Amen. And when I talk of character, I am talking of the leadership God has given you. Must precede your feelings and emotions. If you hear me, say here. Asubuhi unaamuka mmekorofishana kwa boma, unaambia mama, kana na usiende kanisani. Sasa wewe na boma yako na kanisa tunaingiana wapi? Shika mizigo ya boma yako, funga kwanza kuja kanisani, utumalizie kazi yetu unatufanyiaka. Alafu wewe ndio umalizane na boma yako. Amo tulete sadaka yetu na wewe. Hello. So let your feelings seek control. Let me use a very simple example. I used it, I think, not here. Let me use it. I tell you, it's what happened to me. I was organizing an event, a very powerful event. And as I was organizing the event needed money.
I wrote the budget, I sent to my boss. The boss approved it, sent me to the administration. I went to the administration, administrator looked at it, he approved it. Then I waited for the day to collect money. I go and I do the event. And when the day came, I reached, and the administrator was not around, and his phone was off. When I asked the secretary told me that the administrator went on leave. Did he leave any report? They told me nothing. I tried to call the boss for an option. My boss, the phone rang and then it went off. I went to the secretary again. I said, where is boss? I was told boss is not in the country. Did they discuss about my event? Yes. Did they approve? Yes. The stakeholders are ready to be paid because we were to take people from one side to the other side. We were to take some buses and go somewhere for the event. The event is an event that brings all the present worship teams together that have been training, and now they are having a certain manifestation that we were calling prophetic. And for sure it was supposed to be prophetic. I looked at myself. Between me and my account, I had nothing. The only thing that came to me was a mindset of saying, these people want to frustrate me. And what I will do is that I will leave them with their own event. But the leadership in me told me, a leader is somebody who complains later. I went to all the stakeholders. I asked them only one question. Do you trust me? They said yes. Then I told them, before the end of the day, I will pay all of you. Now, everyone, start doing your work. I don't want to give you money now, then mwanze kuzembea. Fanyeni kazi. Wakaweka mafuta kwa magari zao, wakaweka watu, tukapeleka watu, tukafika huko. I am so low that I am feeling like this time round I can run out. And I was so disappointed, feeling bad. The event began. I've never seen the glory of God in an event like that one. God moved mightily. The event went on. The small amount of money I had is the only money I assisted to run some few things that were to be taken care of. And the event came to an end. When I came out of the event to open up my phone like this, the phone of my boss is on, the phone of my administrator is on, the phone of everyone is on, and the money has been sent to my phone. Amen. I asked them, why have you done this to me? Then my boss said, I will see you in the office the next day. When I went, he said, I was about to give you a church to lead, but I wanted to see if you cannot manage a praise and worship event. Can you manage a church? When your feelings are not controlling your character, then your promotion will be obvious. When a leader proves that a character is bigger than feelings, then people will easily promote you. Somebody say, I hear. I hear. I finish. I'm a true person and a great leader. Express gratitude
gratitude consistently. They express gratitude. Wana moyo wa kushukuru. Hello? Yes. Sio ujuzi wako ndio umekufanya kiongozi kwa hii kanisa. Ni neema imekufanya. Kama unanisikia sema amen. Amen. Pia sio ujuzi wako, lakini kuna mtu alikuamini. Au together? Yes. Kuna mtu alikuamini ndio akakupatia nafasi ya kuongoza. Usifike hiyo nafasi ukaanza kufikiria utaitumia kupiga mwenye alikupea naye. Jifunze kusema asante. Haigharimu chochote kusema asante. Kuna some few magic words tulikuwa tunasomaka shule, tukifika kwa uongozi tunapotea. One of them is thank you. Number 2, sorry. How can you come? You are talking to Bishop, and you come down to say, Bishop, we must do this. Wewe nani? Wengine watu tulilelewa kwa kazi kama jeshi. I thank God to my mentor. My mentor akiingia kwa mkutano, you see the way we are sitting? Akiingia kwa mlango, kama haujasimama, you are fired. Anakuambia, when I enter, you must stand. Because the day you will lead, I will not be there. I am leading. Respect me. Wewe uweke mambo yako huko kwako. Lakini hapa kwangu utatembea kwa sheria za. So it is automatic to me in my bloodline that when somebody superior than me enters somewhere, I have to stand. Hello? Yes. That's how I was mentored. But wewe, Bishop ndiye anatafuta kiti mahali ataketi. Na unajifinya tu. Ni aje Bishop? Na Bishop anatafuta mahali ataketi. Yeye na unajua yeye ya baba yuko wapi? Alienda nayo. Haiachagi. Anakuwa na kibao hivyo kiapata. Umeshakiona? Jozi hiki. Hii ni wao yake. Anajibebea yake. Ni unapata tu vijana wako tu cool. Na Bishop ana kibao hivyo yake. Na vijana wanamzunguka tu cool. Hello. Yes. And you want tomorrow akugeukia akubariki. Kama huyu mtu anaitwa Isaac. Hello. Yes. Alikuwa amezaa kwa tumbo yake Esau na Yakobo. Na akawatuma wamtafutie chakula ndio wabariki. Wewe unaniletea meno tu hivi nikubariki. Mimi ni baba yako. Isipokuwa neema ya Mungu kutukutanisha, tungekutania wapi? Tikisa mwanzo kumwambia baraka, mtu usinyang'anye. There is cost on every blessing. Amen. Hello? Yes. Kuna gharama ya kila baraka. Ni sharti gharama kubwa ya baraka ni moyo wa shukrani. Moyo wa kusema asante. Where you have taken me up to where I am, I thank you. None of the people I've ever served with in my life, that either they are happy with me or not, I can answer back to their words. I can't. No matter how powerful I become, they became powerful before me. Either they are okay, they are right, or they are not. It's not my problem. They led me, they assisted me somewhere. On that, I salute them. Amen.
Halo? Yes. Sasa hivi nina familia, ninaanza kuangalia babangu mzazi, namwambia mzee, amua mambo ya nyumba yako, niache niamue mambo ya nyumba yangu. Na sahau kama huyu mzee alikuwa na familia, na hiyo familia alikuwa nao kabla sijakuwa na familia, ni mimi. Which means the only ability to make a family came from him. If today naweza kufungua mdomo ni kwa sababu yeye alinisaidiaga nifungue kwake.